Mara nyingi sana watu hupenda vile vitu ambavyo wanaviona, yani kile ambacho anakiona mbele yake ndo kitu ambacho anakipenda. Waliwahi kuimba wasanii wengi sana, hata Harmonize aliwahi kuimba nyimbo nyingi zenye kugusa moyo na hisia pia. Ngoma inayoitwa Wewe, hii ni ngoma ambayo imegusa hisia za watu wengi ambao waliwahi kuwa katika mahusiano, lakini baadaye mahusiano yale yaliwapa maumivu makubwa ambayo wenyewe walishindwa kujua tatizo liko wapi, hadi wakaanza kusema hivi mapenzi ni kitu gani? Harmonize katika nyimbo ile aliimba na kusema kwamba yeye mwenyewe aliwahi kutanga mbali sana. Alimwacha mtu ambaye anampenda, lakini akaenda mbali sana, lakini mwisho wa siku alirudi tena na akaona kabisa kwamba huyu kama ningekuwa naye toka mwanzo mpaka sasa hivi tungeshafika mbali. Yes, bwana Harmonize kwa sasa ameridhia kabisa kuonyesha upendo wake mkubwa kabisa kwa Kajala, na mara nyingi sana amekuwa akimweka mbele katika vitu vingi ambavyo amekuwa akivifanya. Ni kitu kizuri sana kwa sababu amekuwa akiyapa mahusiano yao thamani kubwa. Ni kitu ambacho kinavutia watu walio wengi sana. Bwana, kama bado hujajiunga na sisi, jiunge sasa kwa kusubscribe channel hii, lakini pia usisahau kushare kwa watu wengine. Dondosha maoni yako hapo chini kwenye uwanja wa comment section kupata habari na matukio mbalimbali. Sasa kitu kikubwa ambacho Harmonize amekifanya bwana juzi kati, wakati anatangaza kuhamia Goba, watu wengi walikuwa wanajiuliza maswali mengi sana. Hivi Kajala atakubali kwenda Goba au itakuwaje? Lakini mwisho wa siku Harmonize akasema kwamba Kajala ni moja kati ya watu ambao wanamsupport kwa kila kitu ambacho anakifanya, na hata swala la yeye kuhamia Goba ni swala ambalo Kajala ameliridhia kabisa kwa moyo mmoja, kwamba bwana, tunaenda wote huko ambako wewe unaenda, mimi nitakufuata wewe. Ni moja kati ya upendo ambao unadhihirishwa live, sio kile kitu ambacho mtu leo unaweza kuwa hapa lakini kesho mabadiliko yako yakamfanya mtu huyo aondoke mbali na wewe bila kubaki, ili muweze kutatua changamoto zenu pamoja. Wengine huwa hawawezi kufanya hivyo. Wanapokutana na changamoto, mtu huyo huondoka na kwenda mbali sana. Mwisho wa siku unaanza kujiuliza maswali, kwani mtu huyu alinipendea nini? Mara nyingi sana wanasema upendo hauna sababu. Upendo ni kumpenda mtu bila kusema kwamba kuna hiki ambacho ndicho nilichompendea. Kwa hivyo Harmonize amekuwa akidhihirisha upendo wake kwa Kajala, na akisema kwamba kiukweli amebahatika kupata mtu ambaye ni chaguo kabisa, mtu ambaye anamfanya jisikia amani hata akiwa mbali kwenye utafutaji wake. Anasema kwamba mara nyingi sana amekuwa akiheshimu mawazo ya Kajala kwa sababu ni mtu ambaye anamtakia mema kila wakati, na amekuwa akifanya hivyo kila siku. Sasa ni kitu ambacho kimefurahisha mashabiki walio wengi sana. Nimesoma comment za mashabiki walio wengi wanamfurahia sana Kajala kuwa pamoja na Harmonize, na wengine wakaenda mbali zaidi na kusema bwana Kajala, hebu muumize Harmonize kidogo ili tuweze kupata ngoma kali, ngoma ambazo zina jumbe ambazo zinatugusa sana. Lakini tumegundua kwamba hata kama Kajala akiwa bado yuko na Harmonize bila kuwa na migogoro yoyote, bado Harmonize anafanya vizuri ile kina manoma. Kuna ngoma moja ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa zaidi kwa Harmonize pamoja na Kusa. Kusa ni mume wa Auntie Ezekiel. Kwa hivyo kuna ngoma ambayo watu wengi wamekuwa wakisubiri kwa hamu kubwa zaidi, na bila shaka ipo njiani kuja kwa ajili ya Watanzania kuburudika na muziki mzuri. Na Kusa pia amesema kwamba ngoma hii isipo hiti, basi yeye anasimama muziki kwa miaka 3. Sasa ili uweze kupata habari na matukio mbalimbali kwa wakati zaidi, jiunge na sisi, subscribe, lakini pia toa maoni yako hapo chini kuhusiana na video hii, lakini pia chochote kile ambacho unatamani kuongea, lakini pia ushare kwa watu wengine. Utakuwa umetisha ile kinomanoma.